Mwenendo wa bajeti kama ulivyo mwezi huu wa bajeti ambao unaendelea kurindima katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Muda huu ambao tunaendelea kuzungumza, jumla ya wizara 10 ziliwasilisha bajeti ambayo ilizidi trilioni 1, ambapo TAMISEMI inaongoza kwa kuomba trilioni 11.783. Wizara ya Ulinzi yenyewe iliomba trilioni 3.645, lakini maendeleo ya jamii imeomba bajeti ndogo zaidi. Tayari jumla ya wizara 22 zimewasilisha bajeti zake. Na hili ni swali ambalo tumekuuliza kupitia mitandao yetu ya kijamii Instagram, Facebook na X, ya kwamba umefuatilia bajeti ya wizara gani? Mara baada ya kuzoom lens hii tutakuja kusoma maoni yako hapa. Mpaka leo Mei 28, jumla ya wizara 22 zimewasilisha makadirio ya mapato na matumizi yake kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Jumla ya wizara 10 hadi sasa zimeomba zaidi ya trilioni 1, ambazo ni ofisi ya Rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI, ambayo imeomba shilingi trilioni 11.783 kama makadirio ya mapato na matumizi yake kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Bajeti hiyo imeongezeka kutoka shilingi trilioni 10.125 zilizotengwa mwaka wa fedha 2024-2025. Naomba nithibitishie bunge lako tukufu kuwa ubunifu wa vyanzo vipya vya mapato ni moja kati ya vigezo mbalimbali vya kupima utendaji wa viongozi wa mamlaka za serikali za mitaa. Nyingine ni wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, ambayo kwa mwaka wa fedha 2025-2026 imeomba shilingi trilioni 3.645. Serikali inatarajia kutenga jumla ya shilingi trilioni 3 bilioni 645 milioni 912 laki 947 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shughuli za maendeleo. Kati ya fedha hizo, shilingi trilioni 3 bilioni 327 milioni 115 laki 385 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 318 milioni 797 laki 562 kwa ajili ya shughuli za maendeleo. Shughuli zinazokusudiwa kutekelezwa katika mwaka wa fedha 2025-2026 zitazingatia maeneo ya kipaumbele yafuatayo. Kwanza, kuendelea kuliimarisha jeshi kwa zana, vifaa vya kisasa na rasilimali watu. Aidha, makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Uchukuzi kwa mwaka wa fedha 2025-2026 ni shilingi trilioni 2.7, huku makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa mwaka wa fedha 2025-2026 ikiwa ni shilingi trilioni 2.43. Mheshimiwa Naibu Spika, ili kuwezesha utekelezaji wa malengo yaliyoainishwa kwa mwaka wa fedha 2025-2026, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia fungu 46 inaomba kuidhinishiwa jumla ya shilingi trilioni 2, 436 bilioni, 428 milioni, 405 elfu. Kwa upande wa Wizara ya Nishati kwa mwaka wa fedha 2025-2026 imeomba shilingi trilioni 2.2 ikiwa ni makadirio ya mapato na matumizi ya wizara hiyo, bajeti ambayo ni sawa na makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Ujenzi kwa mwaka wa fedha 2025-2026 ambayo nayo imeomba shilingi trilioni 2.2. Nyingine ni Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi ambayo kwa mwaka wa fedha 2025-2026 imeomba shilingi trilioni 2.0 kama makadirio ya mapato na matumizi yake. Miongoni mwa mikakati iliyowekwa na wizara kufikia lengo hilo ni kuimarisha huduma za uhamiaji mtandao kwa maana ya immigration, kuimarisha matumizi ya mifumo ya kielektroniki na ununuzi wa vitendea kazi vya kisasa. Naomba bunge lako liidhinishe bajeti ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kwa mwaka wa fedha 25-26 ya jumla ya shilingi trilioni 2 bilioni 67 milioni 161 laki 7 na elfu 17. Wizara nyingine iliomba trilioni ni Wizara ya Kilimo ambayo kwa mwaka wa fedha 2025-2026 imeomba shilingi trilioni 1.2 kama makadirio ya mapato na matumizi yake. Katika utekelezaji wa miradi katika mwaka wa fedha 25-26, wizara inalenga kuongeza ukuaji wa sekta ya kilimo kufikia 5%,
kuongeza uzalishaji wa mazao ya kimkakati kutoka tani milioni 1.45 hadi tani milioni 2.2, utoshelevu wa chakula kufika 130%, thamani ya mauzo ya nje kufika bilioni 4 na kuongeza eneo la umwagiliaji kufika hekta milioni 1.2. Nyingine ni makadirio ya mapato na matumizi ya ofisi ya Rais, utumishi na utawala bora, ambayo kwa mwaka wa fedha 2025-2026 imeomba shilingi trilioni 1.354, huku makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Maji kwa mwaka wa fedha 2025-2026 ikiwa ni shilingi trilioni 1.016. Kwa wananchi wote wenye faini katika mamlaka za maji kuwa Mama Samia amesamehe faini hizo, na hivyo wafike kwenye mamlaka za maji kwa ajili ya utaratibu wa kurejeshewa huduma za maji hadi tarehe 31 Mei 2025. 2. Wateja wote wenye madeni sugu kwenye mamlaka za maji wafike ofisini kwa ajili ya kupewa utaratibu wa kulipa madeni yao na kurejeshewa huduma mara moja, kwa sababu kwa sasa wao hawapati na sisi hatupati. Wizara ambazo zimeomba fedha chini ya trilioni 1 ni ofisi ya Waziri Mkuu na taasisi zake ambayo imeomba shilingi bilioni 570. Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji imeomba shilingi bilioni 148.62. Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira imeomba shilingi bilioni 81.9. Wizara ya Katiba na Sheria imeomba shilingi bilioni 687. Wizara ya Madini imeomba shilingi bilioni 231. Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo imeomba shilingi bilioni 519.66. Wizara ya Viwanda na Biashara imeomba shilingi bilioni 135.7. Wizara ya Maliasili na Utalii kwa mwaka wa fedha 2025-2026 imeomba shilingi bilioni 359. Wizara ya Mifugo na Uvuvi kwa mwaka wa fedha 2025-2026 imeomba shilingi bilioni 476.7. Aidha, wizara ambayo imeomba kiasi cha chini zaidi hadi sasa ni Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, ambayo kwa mwaka wa fedha 2025-2026 imeomba kuidhinishiwa shilingi bilioni 76. Sasa tunaanza kuona matokeo chanya, yakiwemo kupungua kwa vitendo vya ubakaji kutoka matukio 8185 mwaka 2023 hadi matukio 7670 mwaka 2024, ikiwa ni sawa na kupungua kwa asilimia 6.3. Matukio ya ulawiti nayo yamepungua kutoka matukio 2382 mwaka 2023 hadi matukio 1930 mwaka 2024, sawa na kupungua kwa asilimia 19. Of course, vile vile katika ukurasa wetu wa mitandao yote ya kijamii, ukurasa wetu Facebook, Instagram na X, tumekuuliza kama umefuatilia bajeti ya wizara gani katika bunge ambalo linaendelea. Huyu anasema wizara ya